Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Wachambuzi wa mambo katika Mashariki ya Kati wanasema mzozo wa Iran na Israel ni mzozo ambao kutatua kwake hakutowezekana kwa siku za hivi karibuni. Ni mzozo ambao utaweza kutulia kwa wakati fulani, lakini mzozo huu utaibuka tena. Mzozo huu unatokana na sababu za kihistoria. Lakini ikumbukwe kwamba Iran na Israel zilikuwa maadui kwa miongo michache iliyopita, huku Iran ikisema inataka kuiondoa Israel kwenye ramani ya kutishia kuiangamiza. Israel kwa upande wake inaichukulia Iran kama adui yake mkubwa, lakini hii haikuwa hivyo nyakati za nyuma. Iran na Israel walikuwa washirika. Kwa hakika Israel na Iran zilikuwa washirika hadi mapinduzi ya Kiislamu ya Iran ya mwaka 1979. Iran ilikuwa mojawapo ya mataifa ya kwanza kulitambua taifa la Israel baada ya kuanzishwa kwake mwaka 1948. Israel iliona Iran kama mshirika dhidi ya mataifa ya Kiarabu. Iran wakati huo huo ilikaribisha Israel inayoungwa mkono na Marekani kama mpinzani kwa nchi za Kiarabu za eneo hilo. Lakini hapo zamani Israel ilifundisha pia wataalamu wa kilimo wa Iran, ikitoa ujuzi wa kiufundi na kusaidia kujenga na kutoa mafunzo kwa vikosi vya jeshi la Iran. Kiongozi wa Iran wa wakati huo alilipa Israel kwa mafuta, kwani uchumi wake unaokuwa ulikuwa unahitaji mafuta. Si hivyo tu, Iran ilikuwa nyumbani kwa jumuiya ya Wayahudi ya pili kwa ukubwa nje ya Israel. Hata hivyo, baada ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, Wayahudi wengi waliondoka nchini humo, lakini hadi leo zaidi ya Wayahudi 20,000 bado wanaishi nchini Iran. Uhusiano wa Israel na Iran ulikuja kubadilika baada ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran kumweka madarakani Ayatollah Ruhollah Khomeini na wana mapinduzi wake wa kidini. Iran ilitupilia mbali makubaliano yote ya awali na Israel. Khomeini alielekeza ukosoaji mkali kwa Israel kwa kukalia kwa mabavu maeneo ya Wapalestina, na hapo ndipo ambapo Israel na Iran zikaanza kwenda tofauti. Iran ilikuwa mtetezi wa Wapalestina wakati huo baada ya kufanyika kwa mapinduzi ya serikali ya Kiislamu ya Iran. Hata hivyo, Iran iliwaona Wapalestina waliokuwa wakiteswa na Israel kwa makusudi, kuona kwamba hili lisingewezekana, na hivyo ikaanzisha namna ya kuwaeleza wa Israel kwamba hilo haliwezekani kuteka maeneo ya Wapalestina. Hapo ndipo ambapo ugomvi wa Iran na Israel ulipoanzia. Hatua kwa hatua, Iran ilipitisha hotuba kali dhidi ya Israel kwa lengo la kupata upendeleo wa mataifa ya kieneo ya Kiarabu au raia wao angalau. Utawala wa Iran baada ya yote ulikuwa na hamu ya kukuza ushawishi wa kikanda. Wakati Israel ilituma wanajeshi kusini mwa Lebanon mwaka 1982 kuingilia kati vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo, Khomeini alituma walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran katika mji mkuu wa Lebanon, Beirut, kusaidia wanamgambo wa ndani wa Shite, wanamgambo wa Hezbollah ambao walikuwa, kutokana na uungwaji mkono huu, leo hii wanachukuliwa kuwa wakala wa moja kwa moja wa Iran nchini Lebanon. Kiongozi wa sasa Ayatollah Al-Khamenei, ambaye ndiye mwenye uamuzi wa mwisho katika masuala yote, anabakia kuwa mpinzani dhidi ya Israel kama watangulizi wake. Khamenei na uongozi mzima wa Iran pia mara kadhaa wamehoji na kukanusha mauaji ya Holocaust. Hata hivyo, kadri siku zilivyozidi kusonga, ni nyakati ambapo Iran iliona sasa njia pekee ya kuweza kupambana na Israel, ambayo ilikuwa ikiungwa mkono na nchi kama vile Marekani pamoja na mataifa ya Magharibi. Ilikuwa ni njia pekee ambayo Iran iliona iwatengeneze wataalamu wake na kutengeneza mifumo ya kuweza kuiongoza nchi hiyo, ikiwa ni pamoja na upande wa jeshi lao na kuhakikisha wanakuwa na jeshi imara na kuwa na silaha za kutosha. Iran ilikuja kuibuka katika miaka 1995 ikitengeneza silaha nzito na hatari, makombora ya masafa marefu, lakini pia ikijikita zaidi katika ugunduzi wa masuala ya teknolojia ya nyuklia. Hata hivyo, kutokana na kwamba ili iendelee kiviwanda na kilimo na kila sekta, ilikuwa na kila namna ya kuwa na vinu vya nyuklia ambavyo vingeweza kusaidia katika kukuza uchumi wao. Hata hivyo, Israel, kutokana na kwamba ilipinga dhidi ya Iran kuwa na makombora ya nyuklia, lakini pia kuwa na makombora masafa marefu, ilijikuta Israel ikiona Iran inakuja kuwa tishio, na ni wakati ambapo Benjamin Netanyahu akahisi hakuna njia nyingine isipokuwa kuharibu mifumo hiyo ya nyuklia.
wakati akishauriana na rais wa Marekani Donald Trump juu ya kumaliza mifumo hiyo ya nyuklia katika taifa la Iran, ambapo Benjamin Netanyahu alisema kufikia mwezi Mei lazima awe ameshaharibu mifumo hiyo ya nyuklia. Ni rais wa Marekani Donald Trump aliyemzuia, lakini kutokana na kwamba kuwa na namna isipokuwa kwa mujibu wa bwana Netanyahu alikuwa anahitaji kushambulia vinu hivyo vya nyuklia, na ndicho kilichokuja kutokea. Licha ya kwamba ameshambulia vinu vya nyuklia, lakini pia aliweza kuua baadhi ya viongozi na maprofesa ambao ndio walikuwa wakifanya kazi katika swala zima la nyuklia. Lakini Wairani wenyewe wanasema kwamba kuwaua maprofesa hao hakukusaidia chochote, isipokuwa tu wapo wengi wenye uwezo wa kufanya kazi hizo, na hivyo ni kwamba jambo la urutubishaji wa uranium katika Iran litaendelea kadri siku zitakavyokwenda, ingawa wakati huu tayari baadhi ya vinu vyao vimeshashambuliwa, lakini wanasema hili halitazuia Iran kuwa na mifumo ya nyuklia. Hata hivyo, kifo cha maafisa wakuu wa Iran akiwemo mkuu wa majeshi Meja Jenerali Mohammad Bagher, lakini pia jenerali wa jeshi la mapinduzi ya Kiislamu ya Iran Hussein Salami ni pigo kwao, lakini wao wapo katika mapambano zaidi na wanaamini hili halitoweza kuwaangusha na wamesimama imara kwa ajili ya mapambano. Mabomu yaliongozwa kwa usahihi yanaripotiwa kushambulia makazi ya watu huko Teheran, lakini pia Iran ikaamua kulipa kisasi. Hata hivyo, hali hii kwa mujibu wa wachambuzi wa mambo wanasema kwamba imeshatengeneza uhasama mkubwa sana tangu historia, na wakati huu ni wakati ambapo nchi hizo zitaingia katika mapambano ya mara kwa mara, na ndio maana wanasema ni vigumu kumaliza mzozo huu wa Iran pamoja na Israel. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.